Karibuni wandugu watazamaji wa Mteba TV mara nyingine tena, hii mwaka wa 2025 mahali popote mlipo duniani, huku nikukaribisha kufuatilia taarifa hii la habari kutoka pembe nne ya dunia, huku Mteba TV ikishikilia mtambo. Vanker Ngale Musa ni wako mtangazaji wa zamu akikuletea taarifa hii ya habari katika siku ya leo. Ndugu mpendwa mtazamaji, shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch katika ripoti yake inashtumu serikali ya Tanzania kwa kutumia uhuru wa kisiasa, hatua ambayo unatilia shaka uwepo uchaguzi mkuu wa tariki 29 mwezi huu utakuwa wa uhuru na haki. Mahakama ya nchi ya Afrika Kusini hiyo jana ulimtia hatiani kiongozi wa chama cha upinzani cha IFF Julius Malema kwa kosa la kutumia vibaya bunduki eneo la umma miaka 7 iliyopita wakati wa sherehe za miaka 5 ya chama chake. Kufuatia uamuzi huo, Malema akihutubia wafuasi wake amehapa kukata rufaa kwenye mahakama ya juu. Hatua hii ya mahakama inakuja baada ya miezi miwili iliyopita kupatikana na hatia nyingine ya kutoa matamshi ya kiubaguzi ya wazungu wanaoishi nchini humo South Africa. Mwanaharakati wa mazingira wa Uingereza Jane Goodall, ambaye alikuwa mbobezi katika sayansi ya soko mwitu na binadamu ya kujipatia umaarufu mkubwa duniani kutokana na kazi zake, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91, taasisi yake imethibitisha. Wanaharakati wawili wa nchi ya Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyo, wameripotiwa kutekwa nyara nchini Uganda katika mazingira ya kutatanisha. Wawili hao inasemekana walitekwa na watu 4 waliokuwa wamejihami kwa bunduki na walioaminika kuwa maofisa wa usalama, ambapo waliingizwa kwa nguvu kwenye gari na baadaye simu zao kuzimwa. Ni baada ya kupinga mgao wa umeme na maji, maelfu ya vijana wa kizazi cha sasa maarufu kama gangs nchini Madagascar wanaandamana kushinikiza kujiuzulu kwa serikali ya nchi hiyo, huku wakionekana kuiga maandamano ya gangs katika mataifa ya Kenya na Nepal. Waandamanaji walijitokeza kwa wingi zaidi, hali ambayo haijawahi kushuhudiwa katika kisiwa hicho kilichoko huko bahari ya Hindi. Ajenda wa mwaka huu kwenye mkutano wa washirika wadau katika sekta ya kuchunguzi habari za uongo ni namna ya kukubaliana na taarifa potofu kutokana na hatari ya kiteknolojia ya akili mnemba, kutambua taarifa potofu katika maeneo mbalimbali haswa yenye migogoro. Esras Tsongo ni mhariri katika shirika la Eleza Facts, anaelezea wanavyokabiliana na taarifa za kupotosha katika eneo lenye mzozo la mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko DRC. Mkongamano hili linalofanyika jijini Dakar linatoa suluhu kwa kuhungwa na mifumo inayotoa majibu kuhusu uhalali wa taarifa zinazosambaa barani Afrika. Kwenye ripoti iliyotolewa na shirikisho la mawakili wanawake nchini Kenya kwa ushirikiano wa FIDA na taasisi inayopigania haki za wanawake nchini Nigeria WARDC, imebanika kuwa wanawake wanashuhudia ukatili wa hali ya juu katika shughuli zao za kila siku wanapotumia mitandao. Ripoti hiyo ikiashiria kuwa karibu kila mwanamke aliyojiwa tayari amekumbana na aina fulani unyanyasaji mtandaoni, iwe ya uzalishaji, ufuatiliaji au uchapishaji wa picha za siri bila zini.
Marekani utapanga kuipatia nchi ya Ukraine taarifa za kijasusi zitakazotumika kuratibu mashambulizi ya mkongomano ya makombora ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya Urusi. Maafisa wawili wamesema siku ya Jumatano, wakati nchi hiyo ikifikiria kuitumia Kiev makombora ambayo yanaweza kutumika katika mashambulio hayo. Vyama vya wafanyakazi nchini Madagascar vinaongezeka shirikizo kwa Rais Andry Rajoelina, wiki moja baada ya kwanza kwa vuguvugu la maandamano ambalo halijawahi kushuhudiwa linalotikisa taifa hivi sasa. Mshikamano wa vyama vya wafanyakazi vya Madagascar, jukwaa kuu la wafanyakazi nchini, umeitisha mgomo mkuu siku ya Jumatano hiyo jana tarehe 1 Oktoba mwaka wa 2025. Kama vile kundi la uvuguvugu la vijana wa Gens pia linatoa wito wa kujiuzulu kwa mkuu wa nchi. Bernard Bisimwa, rais wa M23 na naibu mlezi wa AFC, ameandika hivi: kuhukumiwa kwa Joseph Kabila adhabu ya kifo kwa madai ya uhusiano wake na AFC M23 ni uvunjaji wa azimio la msingi wa amani, sawa na shambulizi yanayoendelea kutoka serikali ya Kinshasa. M23 haijawahi kukosea kuhusu Kabila wala michezo yake. Tafsiri ya Kinshasa: M23 inakana ushirikiano wa moja kwa moja na Joseph Kabila. Wanaona hukumu hiyo ni ya kisiasa zaidi ya kisheria, huku wakitupia lawama kati Kinshasa kwa uvunji wa makubaliano. Mwimbaji wa muziki kutoka nchini Kenya Tanasha Donna tiza usafi kwa wanaume na wanawake, kusema hawezi kuwa na mwanaume anayenuka jasho. Tanasha amesema kuwa mtu yeyote, hajalishi unapitia changamoto gani katika maisha, lakini hakikisha unanukia vizuri popote uendapo. Sijui ni mara ngapi tutalizungumzia hili lakini watu wangu, wanawake na wanaume, usafi ni kitu cha muhimu sana. Ni muhimu sana watu wangu, kama hamkuwa mnajua. Tanasha Donna alianza kushauri: hakikisha unanukia vizuri, siku hii kwa kujirembisha kwa marashi kwa nje, lakini usafi halali. Hakikisha unanawa mikono yako, usisahau kufanya utaratibu wa kukoga kati ya mara 2 au mara 3 kwa siku. Piga mswaki, alisema mwanamuziki huyo Tanasha Donna kutoka nchi ya Kenya. Watu wawili wamefariki, wengine kujeruhiwa vibaya nchini Morocco baada ya polisi kulazimika kufyatua risasi ili kuzuia kundi lao. Kipindi hiki nchi hiyo ikiendelea kushuhudia maandamano makubwa ya vijana wanaotoka serikali kuweza zaidi kwenye elimu na afya. FUIAC inawakilisha kikosi kilichounganishwa cha muungano wa nchi za Saheli. Hili ndilo lililokuwa lengo la ziara ya Jenerali Abdulrahman Tiani mjini Bamako hiyo Jumanne Septemba iliyopita mwaka huu tunao. Mkuu wa nchi wa Niger alipokelewa na mwenzake wa Mali General Assimi Goita. Kufuatia mkutano wao, Abdulrahman Tiani alibainisha kwamba makao makuu ya pamoja ya jeshi sasa yanafanya kazi na kwamba bataliano za kwanza zimeundwa. Mimi ni Venker Ngale Musa, huku nikutakia shukrani wewe ambaye ulikuwa nasi tangu mwanzo mpaka hivi mwisho wa habari yetu. Ndugu mpendwa mtazamaji, mahali popote mlipo, ili kupata habari motomoto kutoka dunia, basi kamata dakika moja tu kusubscribe, lakini pia kushare na kulike kwa comment ili kupata habari motomoto za dunia. Ndugu mpendwa mtazamaji wa Mteba TV, hii ni Mteba TV.